Hivyo vituko vya watoto wa kike wa Kitanzania mnavyoviona huko TikTok, mnavyoviona huko Instagram, wanaojirekodi kwa maneno, kwa matendo, yanabeba taswira ya mtoto wa kike wa kesho. Hiyo ndio kazi kubwa ambayo mnapaswa muifanye. Papo mahara, tusipotimiza wajibu wetu tutakuja kupata changamoto kesho. Kuna mtu unamuona mitandaoni, mtu anafanya vituko, unasema huyu kesho ni mama mkwe wa mtu, huyu ni mkamwana wako. Ndio umekaa siku moja umetulia pale, anakuja kijana kuambia na mchumba. Maki shida moja ya teknolojia inatunza. Marehemu Ruga alituambia ogopa Mungu na teknolojia. Unaangalia peji za watoto wa kike tulionao, huyu ni dada wa mtu, ni mama wa mtu, ni binti wa mtu, kesho ni mchumba wa mwanao, lakini kesho ni mama mkwe wa mtu. Lazima msimamie, lazima tusimamie maadili. Tukisimamia maadili, yatatupa wanawake shupavu wa kiuchumi, yatatupa wanawake shupavu kwenye taaluma. Tukiyapoteza maadili, tutatengeneza kizazi ambacho hakitakuwepo. Kwa kila mmoja angalie, huko nyuma tuanza kuhangaika na mavazi. Leo tumeanza kuwa na mabinti ambao kwenye mitandao anatuma picha zake za utupu, anawaonyesha watazamaji anavyoenda kuoga bafuni kwake. Serious? Naangalia kazi kubwa anayoifanya waziri wetu Mama Gwajima, vituko vya wanawake vinavyofanyika na namna ambavyo jamii ingetegemea waziri afanye, naye anawauliza jamii, tusaidiane kwenye hili, tufanyeje? Kumetokea shida gani? Pengine sisi hatusemi, pengine wazazi tumeingia kwenye ukisasa mwingi ambao sasa umepitiliza. Matokeo yake tunaanza kuvuna ukisasa wa miaka 10. Sasa tukienda miaka 10 ya TikTok tutakuwa na kizazi gani? Maana haya ni matokeo ya miaka 10 ya Facebook, bado miaka 10 ya Instagram, bado miaka 10 ya TikTok. Tutapata watu gani? Mambo ya utupu ya vyumbani. Leo mtoto wa kike aliyezaliwa na mwanamke anajirekodi kuonyesha watu live chat, na ukienda kwenye mambo ya utupu anayofanya live chat ndio yana viewers 100,000. Nenda ukaandike pale, tuna mradi wa kuku, tunakopesha vifaranga bure, viewers 10. Wewe tafuta, fanya kituko, fanya vituko tu, peleka kwenye mtandao, alafu kaposti habari ya maana, waambie tunatangaza mikopo ya 10% ya halmashauri kwa watoto wa kike. Comment 15, viewers 9. Tafuta binti ambaye pengine ni Mungu amemuumba au ni Mchina, anaenda kuonyesha makali yake kwenye mitandao, anayachezesha. Ni mtoto wa mtu huyu, ana dada zake, ana shangazi yake, ni mtoto wa mtu. Anaenda kuonyesha shanga zake na wanapatikana kumwambia shanga nzuri shilingi ngapi? Hiki kizazi cha wapi? Hakuna anayesikitika. Hako unashangaa. Sasa hii kizazi kipi? Hawa watoto wadogo hawa tunawaandaaje kesho anapomaliza form 4 akabaki nyumbani? Anaona nini huyu mtoto? Anajifunza nini? Anamwona mama yake anajiposti, anajirekodi, anaonyesha kitovu chake kwenye mtandao.
anaona mama yake anajiposti, anaongea ujinga kwenye mtandao. Tusipoyakemea haya, tunapoteza kizazi. Kwa huko kwenye maadili, lazima sisi kama jamii, maadili na malezi sio ya mwanamke, sisi wote tushirikiane. Lakini wanawake, mna nafasi ya kuyasemea ya kwenu, kwamba nadhani haya watoto wetu wa kike tusiyapeleke kwenye mitandao. Tumeharibu kila kitu, kila unadhifu, kila kitu tumekiharibu. Wewe sikiliza tu watu kwenye mitandao wanavyozungumza, watoto wa kike, matusi wanaotukana, vitu wanavyovionyesha. Hapana. Kwa mimi niwaombe kupitia jukwaa hili, tunataka kujenga uchumi, tuanze na malezi, tuanze na maadili. Tunataka kujenga kizazi cha wanawake shupavu, wanawake hodari, wasomi wazuri, wafanyabiashara wazuri. Tuanze na malezi. Tuyazungumzie malezi kwa sauti kubwa, tukanye watoto. Watoto wanaanza kuharibika mapema sana, na sasa wazazi wa kizazi kipya wanaharibu watoto wao wenyewe, anaona ni show off. Ndio maana mtaenda sehemu, utamuona binti anampa mtoto wake waini, haoni shida. Na ndio maana utaona kuna binti unamwachia mtoto, anaenda kwenye friji, anafungua pombe, anampa mtoto, anakunywa, analala. Unakuja katoto kamekaa kimya, kumbe amepewa pombe. Tuzungumzie maadili. Hao maausi gelo mnaoona wanatupa watoto, wanaweka watoto kwenye mafriji, wametokea wapi? Malezi, maadili. Wamama wenzenu hao mnaoona huko mitandaoni, ni kwa kiasi gani wewe kama mwanamke unapoona vituko vya mwanamke wenzio kwenye mitandao unaumia? Pengine wewe ni shabiki, na wewe mwenyewe una comment zako, na wewe mwenyewe ni viewer. Lazima sauti ya malezi, sauti ya maadili tuizungumze kwa sauti kubwa. Askari wako hapa dawati la jinsia, wanajua vituko wanavyokutana navyo huko. Maana zamani unaona mtu amevaa, sema huyu ametokea kwenye nyumba, huu vaji uko ametokea kwenye nyumba au katokea shimoni. Wameama huko, sasa anataka dunia nzima ione kwenye mitandao. Angalieni ma-MC wanaendesha sherehe, ni birthday, ni harusi, ni kitchen party. Vile vituko ambavyo wale kina mama wanafanya kwenye bibi, wao wanaomba warekodiwe wakajiposti au. Paka unashangaa. Paka unajiuliza, huyu mtu alipataje kadi ya kuja kwenye tukio? Mtu wa hovyo mjinga wa kiasi hiki alipataje kadi ya kuja kwenye hii harusi? Akafanya vituko vyote. Familia, mtoto anakuja kuona vituko vyako ulivyokuwa binti, anaona taibu. Mtu anaweza enda kuchumbia nani anaitwa Margaret, sijui Margaret Chokora. Unatafuta Margaret Chokora, unakutana vituko, anapicha mitandaoni za kuvaa bikini. Huyu ndo unaenda kuoa. Kesho unakuwa na mjukuu anaangalia bibi yake. Aliwezaje kuwa bibi yangu huyu? Hayo mambo ya ovyo nayasema kwa watoto wa kike na yasema kwa watoto wa kiume. Tuko kwenye ulimwengu ambao unaoyafanya yataishi. Jitunze, jiwekee jina jema kesho. Kuna watu watakuja kufika umri wa utu uzima, atatamani hata potee kwenye dunia, kija kuangalia vituko alikuwa anafanya. Haiwezekani, haiwezekani. Haya mambo ya kijinga tuyakemee. Kwa ninyi mlioko vyuoni ndio mko karibu na dunia. Maana sasa umemaliza form 4 umeenda mgao, wenzako wanaenda. Maana ya form 5 na form 6, moja ya sababu kubwa ya form 5 na form 6 ni pamoja na kusaidia kwenye ukuaji wa mtoto.
Atisi anakuwa kwenye mikono ya kwamba ni mwanafunzi. Akimaliza form 4 akaenda chuo, anaanza kujitegemea. Kwa hiyo anakuwa na boyfriend, ana mchumba, na simu yake huko, ana chat, aingia kwenye magrupu, hamna mtu anayemdhibiti, lakini ana miaka 18. Wengine anaenda kusoma mgao pale na miaka 17. Amesha kuwa mtu huru. Ndio anaona vituko vya kwenye mitandao, anaenda kuifanya chumbani sasa na wenzake. Anakatika viuno huko vyumbani. Shangu ni shetani, ni mtu. Anacheza na wenzake kule chumbani. Kesho akaibishwa kwenye mahafali, anafanya vituko mpaka unashangaa. Huyu naye ana wazazi. Kwa ninyi ambao mnatokea kwenye vyuo, zingatieni maadili. Na mwanze hata unaona mwanamke ameandika anafanya kituko kwenye mtandao, andika pale. Mkiandika watu 1000 kwamba hii sio sawa, tunadhairisha wanawake, being a woman, tunajidhairisha. Hapana. Sauti ikiwa kubwa, jamii itaanza kubadilika. Lakini vituko vile vinafanyika, nyewe mmekaa kimya tu. Mnabaki kumuuliza waziri, Mama Gwajima hapa tuwasaidianaje? Mwanamke mwenyewe anadhairisha watoto wake. Anavaa mavazi ya ovyo, alafu mnamuuliza waziri. Not fair. Wala ambao Mungu amewapa nafasi ya kufanikiwa, tuwe daraja. Tujenge watu kwenye maadili. Ninyi wanawake ni watu wenye nguvu sana. Labda muamue tu wenyewe kujiondolea umaana. Mwanamke. Ndio maana mtu anakuambia mjomba ni nani? Kuna kitu ambacho wanawaambia watu ambacho hakisemwi sana. Kwenye maisha ya ndoa, mama akikuchallenge kwamba huyu mwanandoa wako sio mtu sahihi, sikio la mwanaume linasikia sana kuliko akiambiwa na baba yake. Hilo jambo mnalifahamu? Ndio maana wifi ana nguvu kuliko shemeji. Wifi akitengeneza fitina na shemeji akitengeneza fitina, ni fitina ya nani itapata nguvu? Wifi ana nguvu. Nataka niwape nafasi ya mwanamke. Mama mkwe ni mtu mwenye nguvu. Mtu anaitwa nani? Kuna watu lazima mfahamu wana nguvu. Mtu anaitwa mama mkwe ana nguvu. Mtu anayeitwa wifi ana nguvu. Mtu anayeitwa shangazi ana nini? Acha wale ama shangazi takataka yanayozunguka kwenye mitandao. Mtu anayeitwa shangazi. Sio, unanielewa? Mtoto wako wa kiume akitaka kwenda kuchumbia, shangazi akawa na mtazamo tofauti kuhusu huyo mchumba, hiyo ndio itaenda hatiati. Kaka akitaka kwenda kuchumbia, dada akadauti kuhusu huyo mchumba, hiyo ndio ina hatiati. Kijana wa kiume akitaka kwenda kuchumbia, mama mdogo akadauti, hiyo ndio ina shida, ina hatiati. Ni tofauti na baba mkubwa. Lakini mtu mmoja wa kiume ambaye ana nguvu kwenye maisha ya kawaida ni mtu anaitwa mjomba. Sio baba mdogo, sio shemeji. Mjomba. Ndio maana nasema, ndio maana ukisikia kina Jakimana hapo zungumza anasema nilifanikiwa. I didn't have a powerful uncle. Hata Mwalimu Nyerere alipokuwa anazungumza kuhusu nchi yetu anasema kuna wajomba zenu huko wa kuwasaidia. Mjomba ni mtu mwenye nguvu. Akimkaliza mtoto wa kiume akamwambia uncle hili jambo, hapana, mtoto wa kiume atamsikiza mjomba wake kuliko baba mkubwa. Ndio maana niwaambia watu wenye nguvu. Dada ana nguvu kwa kakake. Shangazi ana nguvu. Mama mdogo ana nguvu. Upande wa kiume, mtu ambaye ana nguvu wa kiume, mjomba. Ndio maana hata wazazi hapa wakiargue kuhusu pengine changamoto ya watoto kwenye maisha yao ya ndoa, mtazamo wa mama unaweza kuwa na nguvu kuliko mtazamo wa baba mkwe. Kwa wanawake wana nafasi kubwa.
kubwa sana, kubwa sana. Ni haya mambo tu haya ya kwetu haya tunajadili, pengine haya mambo ya mirathi, haya mambo ya ardhi, lakini huko kwenye jamii nyingi za Kitanzania, sijafahamu za Kiafrika, nasema za Kitanzania, jamii nyingi, shangazi hajatokeza, bibi harusi atoki ndani, kwambia mpaka shangazi aje. Ndio maana kuna mahara binti anaolewa, kuna mbuzi wa mjomba anatoa baraka. Kwa mwanamke ana nguvu. Lakini hata maisha ya kawaida tu haya, maana hatuishi kwenye sayari, maisha ya kawaida ile maisha ya kawaida kabisa. Ukienda kwa ndugu, kama ndugu yako ni wa kike, mara nyingi utakaa kwa amani zaidi. Lakini ni vizuri mambo myafahamu. Kama ndugu yako ni wa kike, mimi nazungumzia maisha ya kawaida kabisa, kwenye kuona nafasi ya mwanamke, how powerful she is. Na mwanamke akikunungunikia, akikulalamikia, yale manunguniko yana nguvu sana. Sio, mnanielewa? Kwa hiyo tunapozungumza nafasi ya mtoto wa kike, ndio maana wanauliza ni kale katoto kadogo. Mtoto wa kike ana nguvu, ana nguvu kubwa sana. Ndio maana hatuna dadizi sana, tuna dadizi daughter. Mtoto wa kike akijua kutumia nafasi yake vizuri kwenye familia, anaweza akabuild up familia yake, anaweza akaidestroy. Mtoto wa kike ni mtu mwenye nafasi kubwa sana sana sana, na ni mtu mjinga peke yake anayeweza kudharau mwanamke. Ukimwona mtu anamdharau mwanamke, ni mtu ni punguani kichwani. Ukimwona mtu anamdharau mwanamke, ni mtu ambaye ana upungufu wa akili.